anapewa konga kule na Kevin Tondi, achukua mali anaondoka nayo, lakini wanakuja watatu hivi wanachukua mali dhidi ya Rashid Chama, anagonga kichwa kule. Nafasi nyingine tena kwa Mtibwa kule, anajisetia kule Magata we taka fanza nini wewe? Wanaadhibiwa KMC, wanaadhibiwa kweupe. Mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala kinyanyuka, bonge la bao, lakini mashabiki wao pia. Tizama namna ambavyo walishindwa kuondoa mpira kwenye eneo la hatari. Walinzi hao wa KMC, Fredrick Magata, mpira ukajaa vizuri kabisa mguuni, akautandika kwenye nyavu hiyo hapo, alikushindwa kuondoa Baliko Hans, lakini Juma Shemvuni akiutizama Fredrick Magata hawezi kuiona ile Ismail Bombona. Datius Peter anayeweka chini kule, anayepitia Kasim Msafiri, Kasim Msafiri, lakini kataliwa kule maridadi sana, cheza imara, lakini kwenda kupata maumivu. Ameanza kona fupi, Saidi Mkopi anaekewa, Saidi Mkopi anakwenda kuichapa kule, gonga kisha chuma cha pili, what a finish, na anajisafisha kabisa, what a finish. Oscar Masai, the captain, Oscar Masai anaonyanyua mashabiki wa Mtibwa Sugar wakiruka kimasai kama alivyo jina lake Oscar Masai. Kuna mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima, lakini hali kadhalika na mkuu wa wilaya Morogoro wako hapa. Kona fupi ambayo alikwenda kuanza Saidi Mkopi, Datius Peter akanyosha ile, Saidi Mkopi, kichwa cha Oscar Masai kikajaa kambani. 2 Saidi Mkopi alinyanyua ile, Oscar Masai kama alivyo Masai ambao amefanya mabadiliko, akiingia Akram. Haya, ngoja tuone. Saidi Mkopi anaimimina ndani kule, meja kambani. Saidi Mkopi kabla kidonda kijapona amekiweka chumvi tena. Saidi Mkopi anaandika chuma cha 3 kwa Mtibwa Sugar. KMC shughuli imekuwa ndio hivyo. Mlinda mlango Ismail Bombona ambia vipi? Tizama free kick ya viwango, alipitisha kwenye ukuta juu pale. Ismail Bombona hakuweza kuiona. Saidi Mkopi akiandika bao lake la 3 katika michezo 14. Alienda kuweka moja kwa moja, mlinda mlango akaogolea tu hivi kama anaogolea baharini. Ismail Bombona angefanya nini pale? Hiyo hapo ilizungushwa kwenye ukuta ule. Ni nadra sana mlinda mlango kucheza mipira namna hii. Haya, anapita nayo kule Karam, lakini kwenda kugongana. Kuna mwamuzi anasema ni weka hapo, ni mkwaju wa penalty. Anasema ni mkwaju wa penalty. Tizama namna ambavyo alikwenda Adamu Uledi, akachezewa ndivyo sivyo na Harun Liawatwa. Hiyo hapo alikwenda kumchezea ndivyo sivyo Adamu Uledi. Haya, Sharibuko ameweka kambani, angalau bao la kufutia machozi, ama 3 ilianza na 1. Darwesh Saliboko la kwanza, kocha Imani. Tizama Darwesh Saliboko alipeleka mbali sana, alitikisika tu Konstantini Malimi mbali sana pale. Penalti moja bora kweli kweli ambayo amekwenda kuiweka kambani. Konstantini Malimi hakuhangaika nayo. Saidi Mkopi anaizungusha ndani kule, inarejeshwa mchezoni, wanakwenda kumaliza magari. Shaibu kwa heri KMC. Kasim Shaibu Mayele anaandika chuma cha 4. Mashabiki wa Mtibwa Sugar wakichizika kwa furaha, KMC wanachapika. Tizama free kick ya Saidi Mkopi, aliweka ndani ile, ukarejeshwa mchezoni, kajaribu kupiga hewa, lakini Shaibu Kasim
akaukuta kwenye njia yake, akaumalizia kwenye kamba. Kasim Shaibu Msafiri Mayele, hiyo hapo, akaimalizia kwenye kamba. Ismail Bombona inarejea ndani huko na gongo kule, akaweka chuma cha pili. Rashid Chambo anajaribu kujitutumua kwamba mmetufunga, lakini na nyinyi cha moto mtakiona. Rashid Chambo, furaha itatoka wapi? Hiyo hapo, walishindwa kuondoa. Rashid Chambo akaenda akapasia tu namna hii. Rashid Chambo akiandika bao lake la 3. Alifunga dhidi ya Fountain Gate, anafunga tena na leo dhidi ya Mtibwa. Rashid Chambo akionyesha kwamba wapo pia kwenye mbio. Chelewa ile Eli Kayombo. Haya, nafasi nyingine tena kwa KMC kwa vipasi, nafasi Kayombo kana mdau Uledi anasema ni offside, anakataa. Line 1 Robert Ruemeja kutoka Mwanza wanasema ni offside, lakini Adamu Uledi alishaweka kwenye kamba. Tizama mwenyewe kwenye macho ya nyama, iliwekwa ile. Tizama, ikapigwa vipas. Kayombo Eli aliyenyosha mkono kule alikuwa pamoja usawa na Adamu Uledi. Hey, ni offside. Ndio hivyo tena, lakini Constantine Mwalimu iko chini. Darwesh Aliboko kwenda kushauriana na Tatu Malogo. Tatu anasemaje? Haya, ni bao. Tizama, shughuli ilianzia hapo. Tizama mpira ambao ulikuwa kupigwa ukawekwa vipas. Tizama hapo, hakuna offside kwa mtizamo wangu mimi. Hiyo hapo, Eli Kayombo akachekecha, akaiweka ndani. Adamu Uledi akaenda akaimalizia, lakini sisi tumefaidika na picha za marejeo.